Kifua kikuu ni nini? Kifua kikuu ni ugonjwa wa kuambukiza unaotokana na vimelea au bakteria ajulikanaye kwa jina la kitaalamu Mycobacterium tuberculosis. Ugonjwa huu unaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia hewa. Yule mtu ambaye ana maambukizi anao bakteria, wakati anakohoa, anapiga chafya, anaongea, anaimba, anatoa wadudu hao na kuweza sasa kumfikia mtu mwingine kupitia hewa. Sasa tunaweza kusema kifua kikuu kina dalili gani? Mtu atakuwa na dalili gani ili kuweza kujulikana, je, huyu ana kifua kikuu? Dalili ya kwanza ni kukohoa. Kukohoa tunasema zaidi ya wiki 2 au kikohozi chochote. Na kikohozi hicho tunasema makohozi yao yamechanganyikana na damu au yasiyo yamechanganyikana na damu. Hiyo ni dalili ya kifua kikuu. Dalili nyingine ni kutoka jasho jingi, hasa nyakati za usiku, lisilo la kawaida. Sasa kuna aina 2 za kifua kikuu. Aina ya kwanza ya kifua kikuu ni kifua kikuu ndani ya mapafu. Aina hii ni ipi? Aina ya kwanza hiyo kifua kikuu ni ile mtu anakohoa. Akikohoa, akipima kohozi linaonekana wadudu, ile tunasema ni kifua kikuu ndani ya mapafu, na mara nyingi inaathiri mapafu. Lakini nyingine tuna dalili ya tuna aina ya pili ya kifua kikuu. Hii ni kifua kikuu nje ya mapafu. Aina hii sasa inaathiri yule mdudu bakteria, anatokea pale, anaanza kusambaa kwenye viungo vyote vya mwili. Itategemea sasa kiungo gani ataenda kujiatachi. Akikaa pale anaanza kusababisha mtu yule anaanza kupata TB ya sehemu ile husika. Na kuna aina gani, kuna maeneo gani ambayo yanaweza yakapata kifua kikuu? Tunaona kwenye mifupa, kwenye uti wa mgongo, kwenye ubongo, kwenye via za uzazi, kwenye via vya haja kubwa, haja ndogo, tunaweza tukapata utumbo. Mtu anaweza akapata kifua kikuu. Kwa hiyo sasa tumeshaona kumbe kuna aina 2 za kifua kikuu. Kifua kikuu cha ndani ya mapafu na kifua kikuu nje ya mapafu. Sasa hiki cha ndani ya mapafu ndio kile kifua kikuu ambacho kitapatikana kwenye makohozi au haja kubwa kwa watoto. Sasa hiki mtu tukishaona vile kwamba wadudu wameshaonekana, huyu mteja huyu anatakiwa aanze dawa haraka, kwa sababu kifua kikuu hiki ndi kile ambacho kinaambukiza sana. Ndio kile ambapo mtu akiongea, akipiga chafya, hicho ni rahisi mtu kusababisha watu wengi sana. Sawa Sasa tunasema matibabu ya kifua kikuu. Tumeshaona huyu mtu tayari tumeshamgundua ana kifua kikuu. Mwanzoni alikuwa na dalili, tukachukua vipimo, tumegundua sasa ni mgonjwa, tunamwanzishia matibabu haraka sana. Na lengo la serikali ni kwamba kila mteja apimwe haraka, agundulike na kuwawekwe kwenye dawa mapema, ili nini? Asiweze kusambaza kwa watu wengine. Kwa hiyo dawa za kifua kikuu kwa asilimia kubwa tunawapa kwenye phase 2. Kuna matibabu ya phase ya kwanza ambayo tunasema yale ya kuanzia. Haya tunaita kifua kikuu kile matibabu ya mwanzoni. Haya atatumia kwa miezi 2. Kwa hiyo mteja huyu tutamweka kwenye dawa kwa miezi 2 ya mwanzo. Then baada ya kumaliza miezi 2 ambayo ni siku 56, akimaliza tunampeleka kwenye phase inayofuatia ambayo inaitwa continuous phase. Hii itakaa kwa miezi 4 kwa kile kifua kikuu ambacho asilimia kubwa ni miezi 6. Kwa hiyo itakuwa miezi 2 ya mwanzo atatumia dawa, then tunamalizia miezi 4 ya mwisho. Na dawa zetu mtu anameza mara 1 tu kwa siku. Sawa Kwa sasa kuna hicho kama hicho cha nje ya mifupa, cha nje ya mapafu. Kile asilimia kubwa wengi wanatumia kwa miezi 12. Kama kifua kikuu cha mifupa, kifua kikuu cha uti wa mgongo, cha ubongo, hicho atatumia dawa kwa miezi 12. Sasa tunasema tutajikinga vipi na kifua kikuu? Sawa, nafikiri kila mmoja anaweza akajiuliza. Sawa, kifua kikuu tunaweza tukakikinga kutokana na jinsi sasa kinavyoambukizwa. Cha kwanza tunasema yule ambaye atagundulika ana maambukizi ya kifua kikuu kuwekwa kwenye dawa mapema. Hiyo ndo kazi ya kwanza, na serikali imehakikisha. Nafikiri vituo vingi vya serikali, tunamshukuru sana Rais wetu Samia Suluhu Hassan, ameweza kujitahidi katika vituo vyote, katika ngazi zote kwenye kata zote kuna vituo vya afya.
Sasa hivi dawa naona sio shida. Kwenye vituo vyetu kuwe na dawa za kutosha, kuwe na stationery za kutosha, kuna kila kitu, watumishi wapo. Kwa hiyo sasa wateja wale tuweze kuwaelimisha, anapogundulika kuweza kukaa kwenye dawa. Tuko pamoja eh? Sawa. Kitu kingine tutakachofanya kuwapa elimu watu kwenye makazi yetu tunayoishi. Tunajua kifua kikuu kinaambukizwa kwa hewa. Kwa hiyo sasa tunawashauri nyumba zetu tunazoishi kuhakikisha kuna madirisha ya kutosha. Kama madirisha yapo, tuhakikishe yanafunguliwa, hewa inaingia na kutoka. Kwenye nyumba ambazo zilijengwa labda hazina madirisha makubwa, kuwashauri kuweza kuiboresha nyumba ile, kuweza kusaidia hewa iweze kuingia, kwa sababu bakteria wale tunasema jua linapoingia pia ni dawa, lina uwezo la kwenda kuwaua, kwa sababu mtu kama atakohoa, kwa sababu tunajua hao wenye bakteriology kifua kikuu ndani ya mapafu mara nyingi wanakohoa sana. Atakapokohoa anatoa bakteria kwa kutosha. Kifua kikuu kinapata watu ambao kinga inachukua chini kidogo. Hapo sasa kuna makundi maalum ambayo yako kwenye high risk ya kuweza kupata kifua kikuu. Makundi haya ni yapi? Watoto chini ya miaka 10 tunasema, lakini pia wajawazito. Hawa tunajua kinga zao ziko chini na wenyewe wako kwenye hatari. Wazee sawa wako kwenye hatari. Wengine wachimba madini na wenyewe wako kwenye kundi la hatari. Wengine kwenye magulio, masokoni, kwa sababu tunajua kuna msongamano mkubwa. Na pia wafungwa na wenyewe pia wako kwenye makundi hatarishi ya kupata kifua kikuu. Mwaka huu tunajua tuko kwenye nini hiyo? Kwenye maadhimisho ya kifua kikuu. Tumeshaona kuna malengo ambayo tuliwekewa kama mkoa, kama taifa, kama nini. Malengo yale sasa hayakuweza kutimia ya mwaka jana. Kama hapa Dodoma jiji tuliweza kuwekewa, tulitakiwa tugundue wateja wapya wa kifua kikuu takribani kama 8,400 hivi, lakini mpaka sasa hivi tumefikia kama 7,500. Tunaona ile lengo halijatimia. Kwa sasa tukiwa kama mpango wa serikali na sisi wenyewe tumejifanyia tena evaluation, tukaona sasa tufanye nini. Tumekuja na mikakati yetu ya kwanza ni kuanza kutumia wadau, kutumia watu wa karibu, kutumia wale wahudumu ngazi ya jamii, kuanza kufanya case detection, kwenda kuanza kufanya ile ugunduzi wa kifua kikuu upya. Tunaenda kwenye magulio, tunaenda kwenye mikutano, tunaenda masokoni kuanza kufanya ile uchunguzi. Watakao kutoa tuweze kuwaweka kwenye dawa, lakini pia kufanya hiyo contact investigation. Sisi kama wadau, sisi kama watu wa karibu ambao tunatoa huduma hizi, tunashauri matumizi yoyote ya dawa ambayo hujaandikiwa na daktari, ambayo inatumika ndivyo sivyo. Tunajua dawa yote ambayo imetengenezwa ina lengo fulani, si ndio? Utakapoitumia ndivyo sivyo, maana yake unatengeneza bomu kwenye mwili wako. Ile sasa inakuwa ni sumu. Badala sasa iweze kutibu, inakuwa sasa sumu. Kwa hiyo tunashauri watu, kama kuna dawa, kwa sababu dawa zetu za kifua kikuu ni rifampicin, kuna pyrazinamide, kuna ethambutol, kuna isoniazid. Dawa hizi ndo tunajua zinatumika kwa ajili ya kuweza kutibu kifua kikuu, kwa sababu kila moja ina kazi yake, na ndio maana tunazicombine kuweza kutengeneza. Ikiwa sasa mtu mmoja mwenyewe kwa ubunifu wake, kwa tamaa za maisha, kwa kutengeneza hiyo sasa anaenda kuua wananchi. Tunashauri wananchi, usije ukashawishiwa au kupewa dawa ambayo hujaandikiwa na daktari, kwa sababu dawa yote ikiingia mwilini ambayo sio kwa ajili yako kutumia, hiyo inakuwa ni sumu. Kwa naomba tunaweza tukashauriana. Ukiona mtu anatumia dawa kiolela ili kumsaidia ni kuweza kutoa ushauri au kumwelekeza dawa hiyo unaotumia sivyo, kwa sababu itakuja siku umepata kifua kikuu. Dawa ile kwa sababu si ni mchanganyiko, ulishaitumia ikiwa single, ikiwa moja, maana yake hapo itakupa madhara.